Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa YouTube channel yako. Dhuruba kubwa ya kisiasa imekisonga chama tawala nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM, kufuatia mikutano ya ndani na mpasuko mkubwa unayohusisha baadhi ya wabunge na wa chama hicho walioanzisha harakati za kutaka kuondolewa madarakani kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi. Hatua hii imebadili kutoka kuwa migogoro ya chini kwa chini hadi kuwa mjadala mzito wa kitaifa, huku kukiwepo na taarifa za kuandikwa kwa barua na kuwasilishwa kwa ombi maalum kwa Rais Samia Suluhu Hassan likimtaka kumfuta kazi au kumtaka kiongozi huyo wa ngazi ya juu kujiuzulu nafasi yake. Kile kilichoonekana hapo awali kama tofauti za kawaida wa kimtazamo sasa kimegeuka kuwa mtihani mkubwa wa nidhamu, umoja na shikamano wa kisiasa ndani ya taasisi hiyo yenye nguvu kubwa ya kiutawala nchini. Mjadala huo umeibuka bungeni baada ya kundi la wabunge wa CCM kuhoji wasiwasi, uaminifu, msimamo na mienendo ya Emmanuel Nchimbi, wakishauri kuwa kiongozi huyo anapaswa kuachia ngazi kwa hiari yake ili kulinda maslahi mapana ya chama na serikali. Katika mijadala na madai yanayosambaa ndani ya mzunguko wa wabunge hao na kwenye mifumo mbalimbali ya mawasiliano, Emmanuel Nchimbi amekuwa akituhumiwa kukiuka misingi za chama, huku wakosoaji wake wakifikiri hatua ya kumuita jina la usaliti linalomfananisha na mhusika wa Biblia Yuda, wakidai kuwa amekuwa akifanya mikakati inayohujumu mshikamano wa ndani. Ingawa hakuna mchakato rasmi wa kisheria au kikanuni uliotangazwa bungeni hadi sasa, uwepo wa wito huu wa wazi kutoka kwa wabunge wa chama tawala dhidi ya kiongozi aliyeko madarakani umezua taharuki na maswali mengi kuhusu hatma ya uongozi mkuu wa taifa. Hali hii imesababisha makanda kadhaa waandamizi, viongozi na wafuasi wa CCM kujitokeza hadharani na kumtetea Emmanuel Nchimbi na kukosoa vikali hatua inayochukuliwa na wabunge hao. Upande wa watetezi wanaohoji kuwa kampeni zinazoendeshwa dhidi ya makamu wa rais hazina msingi wowote halali unaohusiana na utendaji wa kazi au usimamizi wa majukumu ya kikatiba, bali zinasukumwa kwa mivutano vya ndani, maslahi binafsi na majaribio ya makundi ya simu kujipanga kimkakati kuelekea mabadiliko ya kisiasa yajayo. Wanadhaharisha kuwa uamuzi wa kuleta mizozo ya namna hii hadharani unahatarisha taswira ya utulivu na shikamano ambayo CCM imekuwa ikijivunia kwa miaka mingi kama vyenzo vikuu vya kushinda chaguzi na kuondoa dola. Upekee wa mzozo huu unatokana na ukweli kwamba ukosoaji na mshambulizi ya kisiasa yanamlenga kiongozi aliyeketi ofisini, nafasi ambayo ina uzito mkubwa wa kisheria na kikatiba katika muundo wa mamlaka nchini Tanzania. Wachambuzi wa siasa wanabainisha kuwa mtikiso huu unafichua mivutano ya kina ambayo imekuwa ikiendelea kwa siri chini ya uvungu wa chama kwa muda mrefu bila kuwekwa wazi. Mgongamano huo wa mitazamo umegawa duru za kisiasa katika makundi mawili. Upande mmoja unaona mashambulizi hayo kama tishio kwa usalama wa chama na nchi kwa utulivu thabiti, wakati upande wa wakosoaji ukishikilia msimamo wao kuwa kiongozi wa umma hawana kinga dhidi ya ukaguzi na wanapaswa kuwajibika wakati wowote wanapokabiliwa na mashtaka ya kiutendaji au uaminifu. Katikati ya mvutano huu, macho na masikio na umakini mkubwa wa umma umehamia kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuona ni hatua gani atakazochukua kama mkuu wa nchi na mwenyekiti wa chama tawala. Hadi sasa Rais Samia hajaonyesha nia yoyote hadharani, hajazungumza wala hajatoa ishara ya kuchukua hatua za utendakaji ama utekelezaji wa mapendekezo hayo ya wabunge dhidi ya makamu wake.
Sehemu ya wataalamu na wa masuala wa kisiasa wanaamini kuwa ukimya wa rais unaweza kuwa ni mkakati wa kuruhusu taratibu za ndani na za kinidhamu za chama zishughulikie swala hilo bila kuingiza mamlaka ya urais. Wakati wengine wakisisitiza kuwa kauli dhabiti na ya haraka kutoka kwake inahitajika ili kutuliza wafuasi na kurejesha taswira ya umoja. Msimamo rasmi kutoka kwa watetezi wa Emmanuel Nchimbi unasisitiza kuwa hakuna thibitisho lolote la kiutendaji linaloweza kuhalalisha shinikizo la kumtaka ajiuzulu au afutwe kazi, wakidai kuwa tathmini ya viongozi inapaswa kuzingatia misingi ya kisheria na utendaji rasmi badala ya hisia na machungu ya makundi ya kisiasa yanayotafuta kujinufaisha kwa kisiasa. Kwa sasa hakuna mchakato rasmi wa kisheria ulioanzishwa ndani ya mamlaka za bunge au ikulu kwa ajili ya kumwondoa Emmanuel Nchimbi, na anaendelea kutekeleza majukumu yake ya kiofisi kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku wananchi nchini kote wakiendelea kufuatilia kwa karibu jinsi taasisi hizo za tawala zitakavyomaliza mzozo huu bila kuathiri mwenendo wa shughuli za serikali na maandalizi ya kisiasa yajayo. Ewe mtazamaji, je, una mtazamo gani juu ya hatua hii ya wabunge wa CCM kutaka makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ajiuzulu au avutwe kazi na Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na madai ya mpasuko wa ndani ya chama? Tuachie maoni yako hapo chini katika uwanja wa comment section ili tujue mtizamo wako, au unatusikiliza ukiwa wapi ama mkoa gani hapa nchini Tanzania, au ukiwa taifa gani kama upo nje ya nchi. Hakikisha kwa unyenyekevu umesubscribe, kulike na kushare video hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za uchambuzi kila siku pindi zinapowekwa kwenye chaneli yetu. Bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na mwendelezo wa taarifa hizi.